Haleluya, mtu wa Mungu. Leo kwa neema ya Mungu natamani nizungumzie mateso ambayo niliyapitia siku 43 nikiwa mahabusu pale kituo cha Mtumba. Na ujumbe huu natamani niongee pia kwa niaba ya mateso mahabusu ambayo wanayapitia wanapokuwa wamewekwa kwenye hivyo vituo. Kwenye vituo vyenu wahusika wakubwa. Mahabusu mnapokuwa mmewekwa kwenye vituo vyenu, nimeshuhudia mateso na ukatili wa hali ya juu ambao hata kwa mujibu wa sheria zenu uko kinyume sana. Yaani nyewe mnawashikilia watu kinyume cha sheria kabisa, sheria zenu hizo. Mimi ndio yule mchungaji Martin James ambaye mlinikamata au kuniteka. Sababu naongea kuteka kwa sababu namna mlivyo nikamata yaani namna mlivyo nichukua ni kuniteka, kwa sababu utaratibu wa kisheria kumkamata mtu hauko hivyo, sio kumchukua tu kama mwewe. Utaratibu wa kisheria ni kwamba kuna taarifa lazima mzifikishe kwa mtu kwa mtu husika, kwamba kama ni mtendaji, mwenyekiti, diwani wa eneo husika la huyo mtu mnayemtafuta kumkamata kwa sababu ya tuhuma fulani ambayo mnamtuhumu. Mnatoa taarifa kwa mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa mtaa au mhusika yoyote wa mtaa wake ule nao uishi yule mtu. Mimi najua utaratibu wa kukamata mtu kisheria huko hivyo. Lakini mimi nilichukuliwa kama mwewe, nilikwapuliwa tu kama mwewe ofisa. Na wale watu pale hapa Mkonze Dodoma hapa pale nimeshuka kutoka mjini kazini kwangu. Sina hili wala lile, nikashangaa watu hawa hapa. Sio ile track simu yangu si vipi? Kashangaa wananikamata, wewe njoo hapa. Basi kwanza kushani pale akanipiga pingu, karibu kuniminyamia baadhi ya maeneo ili nisisumbue, wakaniingiza kwenye gari yao. Baada hapo wakanipeleka huko ambako wanajua wenyewe. Tulipokuwa njiani basi kwa hiyo maneno ya kunitisha, wewe unatukana serikali, unakashifu serikali sio hivi. Njoo hapa tukuonyeshe hivi na hivi. Maneno ya kutisha, maneno fulani yenye yani kwamba wewe unatukana serikali. Lakini natukana wapi? Mimi ni mhubiri. Kazi ya mhubiri ni kuwaonya watu, ni kuonya jamii isiishi kwa dhuluma, isiishi kwa kuonea watu, usiishi kwa kuua watu wengine ili upate uhalali wa kukaa kwenye kitu ulichokikalia. Mimi ni mhubiri. Kazi ya mhubiri ni kuonya jamii makosa. Huko kwingine kote ni kwa sababu tu watu nyie hamna uzalendo. Sasa baada ya pale, asante Mungu kwamba sikuuawa. Asante Mungu, yani nashukuru Mungu sana kwamba sikuuawa. Sababu hata wenyewe akaniambia kwa kweli mchungaji, mshukuru Mungu sana. Yaani Mungu naye muombe sana. Muombe sana huyo Mungu naye muombe, usimwache kwa sababu hatukuui, ila tu utakaa kituoni kwa siku za kutosha, itakuchukua muda ila utatoka, jambo lako litaisha. Na ni kweli baada ya kunifikisha pale Central mjini Dodoma hapa, wakanichukua tu maelezo na kunipa tuhuma ya kwamba natumia mtandao ya kijamii bila kuwa na kibali cha TCRA. Nikasema anyway, andikeni. Wakachukua vyote hivyo, baba nafahamu, sawa, sikatai. Lakini watu wangapi wanatumia mitandao ya kijamii tena kwa kuposti mambo yanayovunja sheria za kibinadamu, mambo ya video za ngono, mambo ya X, kutukana. Watu wengi wanatumia mitandao ya kijamii bila kuwa na kibali cha TCRA. Mimi nafahamu shida sio hiyo. Shida ni kwamba ninavyoviposti ni vinamlika uwaji na dhuluma yenu. Vinamlika makusudi ya viongozi mashetani waliopo hawa, wanaotawala kwa damu za watu, kuonea watu, kuua watu, kukalia watu wengine. Nafahamu kwa kutoa klipu za aina hiyo. Ndio maana mlinishikilia. Na kwa sababu hiyo mjue mimi ndo yule, siwezi kuacha. Basi baada ya pale nikachukuliwa, kapelekwa pale Mtumba usiku ule Jumanne tarehe 21. Jumanne tarehe 21. Usiku ule kama saa 3 kasoro saa 4 hivi kuelekea, kapelekwa Mtumba pale, kaweka chumba cha peke yangu. Cha ndani kabisa kule. Asante Mungu kama mimi kwa maisha ibada na kwa namna ambavyo Mungu ameniokoa. Nilikuwa ni mtu ambaye nimeshindikana, nilikuwa najichua, nilikuwa mwizi, nilikuwa kijana ambaye nimeshindikana. Lakini kupitia okovu na imani na maisha ambayo mzee wangu Mbarikiwa anatulea, mimi nikasema hapana, mimi bila ibada siwezi kuwa salama. Kwa hiyo nilipofika pale usiku ule niliomba sana kwa muda mrefu, tena kwa sauti ya juu sana, kiasi kwamba hata maskari waliokuwa dhamu siku ile pale kule ya kaunta walikuwa wakinisikiliza. Walikuwa wakitulia, wakati mwingine wanasikia ninavyoomba. Niliomba kwa muda mrefu sana. Na kesho yake baada kama siku 2, kwa sababu nilikaa pale siku 3 bila kula chakula. Nilikaa siku 3 bila kula chakula wala kunywa maji. Sasa mazingira yalivyo, kwenye mazingira kama hayo, hebu assume kama mtu umeingia una tatizo la vidonda vya tumbo, halafu tena mazingira kama hayo kwamba huli chakula. Hivi nyie watu simtakuta watu wamefia kwenye vituo vyenu. Sasa nyie pengine mnajua kwamba kuwatesa watu kwa mazingira kama hayo, kuwaweka kwenye mazingira ya hatari kama hayo ya mbu, chakula hamna. Nyie mnadhani ndo kumwadhibisha mtu, ndo kumnidhanisha, ndo kumtesa. Lakini msijue kwamba mateso kama hayo hayawezi kumtengeneza mtu. Sababu nimeshuhudia mahabusu ambao walikuwa mle, nimeshuhudia wana visasi sana juu ya maskari fulani, kwamba askari fulani mimi nikitoka hapo ananitendea haki hapa na hapa na hapa, sijakosea, ila amenishikilia tu ili apate fedha yangu. Mimi nikitoka nitamkomesha, nitamwendea kwa waganga, nitakuwa natembea na kisu. Nimeshuhudia mahabusu wakiongea kwa sura kama hiyo. Sasa nyie mnajua kuwatesa watu vile ndio kufanya kazi, lakini msijue kwamba mnajitumia laana.
najitengenezea uhasama kwenye mioyo ya watu. Ndio maana mimi siku zote uhubiri wangu ni kwamba njoni tuzungumze, tuangalie njia iliyo bora ni ipi. Hizi nafasi zetu na namna ya kutawala kwa namna ambayo unakuwa unatawala katika hali ya watu fulani au watu wengi kukunungunikia machozi au damu za watu, hiyo sio kazi, sio kazi. Na kama maaskari mngejifunza kulizika, msingekuwa na huu uwezo wa kusimama nyuma ya rais fisadi, muuaji anayeua Watanganyika wenzako. Msingekubali kabisa kumtetea rais muuaji fisadi. Lakini kwa sababu ya tamaa ya mali, ni watu ambao hamridhiki, ndio maana mnafanya mambo ya kikatili. Unapoagiza tu kama kamteke mtu fulani, kamwazibu mtu fulani bila hata kuchunguza, je, huyo mtu anakosa, basi yenyewe ni moja watu ambao mnatekeleza tu. Ni kweli maaskari sio wote ni waovu, sio wote wana roho mbaya. Mimi nimewashuhudia baadhi ya maaskari ambao wana roho nzuri tu kabisa, wanakuonea huruma, wanaongea maneno ya kufariji. Ila wengi wao ni makatili, yao wana roho mbaya. Yani wao, yani kama ni nyota anaitafuta kwa kutesa mtu, anaitafuta kwa kumpiga mtu. Nimeshuhudia mahabusu kule wanapigwa mpaka kucha hizi zinang'oka, kucha zinang'oka hizi. Huu mfupa wa kidole hiki anapigwa, anapopiga mikono zile fimbo zile. Wakati mwingine wanapigiwa waya za TANESCO hizi. Anapika mpaka huu mfupa unakuja hapa, unahamia hapa. Hizi huko kwenye mgongo alama za fimbo, pigwa anapigwa. Lakini ukiangalia mtu mwenyewe ametuhumiwa kwa kosa la aidha ubakaji na hajabaka, aidha wizi na hajaiba. Sasa lakini kwa sababu ya roho mbaya ya askari fulani, maaskari fulani, na yani ndio njia ya kujipendekeza kwa bosi kwamba uonekane ndio unafanya kazi mzuri, lakini hiyo ni laana unajichumia. Mwanadamu muone mtu kama unavyomuona mtu mwingine, yani wewe mpende mtu mwingine kama unavyojipenda wewe. Mimi naamini watoto, yani hata kama mtoto wako amekosea, uwezo kumwadhibu hivyo. Hata kama ni mke wako, rafiki yako amekosea, uwezo kumwadhibu hivyo, mfano wa mnavyoadhibu mahabusu. Nimeshuhudia hata pale wapi Mkuhungu pale. Kuna baadhi ya mahabusu pale wanapigwa, amefungwa pingu hivi. Ameweka juu ya kiti, anaadhibiwa ili aseme kama liiba. Kwa anapigwa, anakuta pingu mimi namtafuna, ana vidonda, anapigwa miguu hawatembei, yani wanapigwa kwenye kutembelea huko, wanapigwa na zile nyaya zile za umeme, sio fimbo, ni nyaya zile. Mtu hajaiba na anaeleza ukweli, mimi sijaiba, mazingira yako 1 2 3. Lakini kwa sababu ya roho mbaya mnaamini kuwatest watu ndio kumfundisha, mnawaadhibu kwa sura kama hiyo. Hapana, hiyo sio kazi. Kuna maisha baada ya uaskari. Kuna maisha baada ya hiyo cheo. Usimtese mtu kana kwamba ni kunguni, ni kiroboto, ni chawa mahali fulani, ukijua kama pengine wewe utakaa milele hapo, ukai milele. Kuna maisha baada ya uaskari, kuna maisha baada ya upolisi, kuna maisha baada ya RCO, kuna maisha baada ya urais. Usiwatese watu kwa sura kama hiyo. Tumefikaje hapa? Tumefikaje hapa nyinyi watu wa Mungu? Soma maandiko hapa Soma maandiko kwanza haya ili tuwe na msingi wanachokiongea. Kutoka sura ya 5 mstari wa kwanza. Hata baadaye Musa na Haruni wakaenda wakamwambia Farao, wakasema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende ili kunifanyia sikukuu jangwani. Farao akasema, Bwana ni nani hata nisikize sauti yake na kuwapa Israeli ruhusa waende zao? Mimi simjui Bwana, wala siwapi Israeli ruhusa waende zao. Sasa ndo kama mambo kama haya, watu wa Mungu wanapopiga kelele kwa habari ya kuambia viongozi mtende haki, kwamba njia pekee ya wewe kiongozi uwe na sifa njema ama uwe na kibali ni kwamba watendee watu mema, wajali watu wa chini, wajali watu wanyonge. Yani wewe kama uwe na rais, diwani, askari, kiongozi yoyote, ili upendwe na watu, usitawale watu kwa ubabe. Tenda mambo ya haki, tatua kero za wananchi, watakupenda tu. Sasa inapotokea watu wa Mungu tunaongea kwa habari ya msidhulumu, msiue, msiteke watu, tunaona mnakataa kwamba wewe unaongea ni nani, na zaidi wanaojaribu kupiga kelele kuwatetea watu wengine ndio mnawateka na kuwapoteza. Lakini jiulize swali kwamba wewe askari unayetawala kwa sura kama hiyo, wewe rais, wewe makamu wa rais, wewe diwani, wewe RCO, wewe hivi utakaa milele hapo kwenye kiti hicho? Utakaa milele? Na Watanzania wakumbuka, ndio walio sababu wewe kuwa hapo, na upo kwa ajili ya kuwatumikia hawa, sio kuwatumikisha, sio kuwatesa. Sasa mimi naongea kwa wafungwa, mahabusu. Nafahamu kwa mujibu wa sheria zenu mahabusu anatakiwa akae masaa 24 kwenye kituo cha polisi. Sasa mimi nimeshuhudia mahabusu kule wengi wana miezi miwili, mwezi mmoja, siku 20, 30, 40. Na ukiangalia vikosa vyao ni vikosa vidogo vidogo sana, na wengi wao hawajakosea. Yani kama kiongozi ungekuwa na moyo wa utu, kwa vikesi ya baadhi mahabusu niliwakuta pale Mtumbo Dodoma pale, na pale Mkuhungu na pale Central, ni vikesi ambavyo ni vya kuamua tu siku moja hiyo mtu unamwachia. Lakini kwa sababu ya tamaa baadhi ya maskari mlionayo, mnawaweka watu siku zote zile ili mpate fedha zao.
ila mjue ni pesa za laana hizo. Ndio maana maskani moja watu ambao mnaishi maisha fulani ya laana fulani kwa sababu ya ukatili mlionao. Ni watu ambao mmetanguliza fedha mbele kuliko utu. Mimi naomba sana wahusika, wakuu wa vituo mara sio wakuu wa majeshi ya polisi Tanzania au kwenye mkoa fulani, naomba sana fuatilieni sana mahabusu, fuatilieni kwenye vituo vya polisi hivyo. Kuna mahabusu wanakaa siku za kutosha na wengi hawana hatia, na baadhi ya wapelelezi au wasimamizi wa kesi zao ni kwamba wanawaweka ili wapate fedha kwa mateso makali. Wengine wali chakula, wengi wanaingia mle wana afya mgogoro. Nimeshuhudia kuna pale Mtumba pale kuna mtu aliingia pale akiwa anauma, mdada fulani alianguka akazimia, alikuwa anauma pumu. Mimi nikafanya kazi ya kwanza kumwombea yule mdada. Mazingira ya mle, hewa ya mle, unalala yani mbu wanakung'ata, alafu pana baridi. Kwa hiyo kama watu wa Mungu, hapana. Mimi nafahamu Tanzania huku yani huku sio kufundishana huku, hii ni zaidi ya jehanamu. Zaidi ya jehanamu. Tukiongea haya tuna nia ya dhati. Nchi za wenzetu mbona waishi hivi? Na nchi ya Tanzania hii ni nchi ambayo ina rasilimali nyingi. Tusingeishi kwa namna ya unyama kama hivi. Sisi asili yetu ni moja, rangi yetu ni moja, lakini ndio moja ya bara ambao yani tunafanyana ukatili sisi kwa sisi kwa sababu ya uhaba wa mali zetu. Yani kwamba tuna mali nyingi, lakini tuna viongozi walioko juu kule, mafisadi, wanatamaa, wanatumia kwa lafu rasilimali zetu, na mwisho wa siku sisi watu wa chini, hata kuanzia maskari, yani vinakuwa ni vihela vya kukadiriwa. Ndio maana tunaonyeshana roho mbaya tukishirikiana kama hivyo kwenye vituo vya polisi, basi tunang'aniana ili tu kwamba mtu zimtoke fedha. Lakini mimi nafahamu masikari polisi, mngesimama nyuma ya haki wananchi wanaolia, mimi naamini hata nyie au maisha ya kupewa vimshahara kukadiriwa usingekuwa nao. Masikari ni masikari ambao mnafanya kazi ngumu sana. Yaani katika moja watu ambao wanafanya kazi ngumu ni masikari. Masikari wanafanya kazi ngumu, ili ukiangalia mshahara wanaopewa ndio hivyo. Na nyie mmekubali kuwalinda viongozi mafisadi. Badala ya kuwa msimame nyuma ya wananchi na watu wenye haki, mwalinde, mwatetee, au tuunganishe nguvu kuwatoa viongozi mafisadi, badala yake watu wema au wananchi mnawasaliti. Na mwisho wa siku ndo mnaishia kuwa na vyeo vya laana. Ukituma kamuue yule unaenda kuua, kamteke yule unaenda kuteka. Usijue kwamba hiyo damu nayo imwaga ni laana kwa ajili yako na uzao wako, kwa sababu tu kile kuagizwa na bosi wako aliyeko juu. Mnatii kila kitu. Jifunzeni kusema hapana. Jifunzeni kusema hapana maskari. Wewe jua tu ubaya wowote unaoshiriki, damu yoyote ambayo unashiriki kuimwaga, ufahamu hiyo ni laana kwako na kizazi chako. Ila naongea kwamba mahabusu wasiteswe hivyo, usiwaweke siku nyingi. Nimeshuhudia kuna watu wanaumwa mle, mahabusu wanaumwa tu sana, wanaumwa sana. Na baadhi walipokuwa kieleza kama nauma hiki nasumbuliwa na hiki, basi kuna maneno fulani ya kejeli, yani kuonyesha kwamba wewe uko hapa kuteseka. Wewe uliyeko hapa ni kama kuku mwingine, kama mbwa mwingine, kama nguruwe mwingine, kama panya mwingine. Kwa hiyo usilete habari za kuumwa hapa. Huko hapa ujifunze. Na kuna askari mmoja pale Mtuma pale, mzee fulani hivi. Huyo mzee ana roho nyeusi kama mkaa. Na Mungu kwa kweli kama ataendelea na moyo ule, Mungu amlipe tu sawa sawa na moyo na roho mbaya alionayo, kwa ukatili alionao. Ana roho mbaya za askari. Yaani kama chakula anakupa silesi ya mkate unywe na maji mpaka kesho. Na hapo kama akikupa asubuhi jiloge mchana au jioni saa 10 ifike umuombe chakula, atakufokea huyo. Atakufokea. Ila mimi licha ya yote niliyoyapitia, licha ya siku nilizo kamle za mateso, baridi, kuumwa tumbo, mateso, vitisho, matusi, kufokewa na maskari, kutishiwa kuuawa, licha ya hayo mfahamu mimi ni muumini wa tendo jema. Mimi siwezi kunyamaza wakati ninaona ndugu zangu wanalia. Mimi kama sijafa, kama Mungu atanipa kuishi, nitaishi kwa haya tu. Sitaweza kunyamaza ili hali damu yangu inalia kwa sura kama hii. Na maana ya kuitwa mchungaji au mhubiri ni kwamba ni kutoa uhai kwa ajili ya kondoo. Uchungaji sio kula sadaka tu. Uchungaji sio kuwatapeli watu kwa kuambia kama toa mtabarikiwa. Huo sio uchungaji. Yesu hakuishi hivyo. Yesu alikubali afe kwa ajili ya watu masikini, watu wanyonge. Na hiyo ndio maana ya uhubiri kabisa. Sio huwa akina Mamposa, akina Makasege, wahuni matapeli wewe hawa. Jamii inalia, watu wanalia kwa namna mbalimbali, wao wanaiba sadaka tu. Huo sio uhubiri. Katika Yohana wa kwanza sura ya 3:16 nasema kwamba Yesu aliutoa uhai kwa ajili yangu mimi, na mimi imenipasa ni utoe uhai kwa ajili ya kondoo, kwa ajili ya watu wengine. Huo ndio uhubiri. Mchungaji mwema anautoa uhai kwa ajili ya kondoo. Mimi naamini kuwa mhubiri ni kuregulate, ni kumulika kila mahali penye dhuluma, penye uovu.
Hiyo ndio kazi ya mhubiri. Na mimi alimadam nilitoka salama, mjue tu sitaweza kukaa kimya licha ya mabaya yote niliyopitia, madhila yote ambayo niliyapitia. Hata muwaze kuniua, kuniteka tena, mjue alimadamu Mungu, sababu Mungu atawaruhusu mniue sawa, ila kama Mungu hata ruhusu niuawe kwa mikono yenu, enyi watawala wa ovu, mjue mimi kama nitaishi kwa kupinga dhuluma yenu, kupinga uonevu wenu, kupinga uwaji wenu mpaka ukombozi uje Tanzania. Na ninachojua huko mwisho wa yote haya, ila ombi langu liko hapa, wahusika wakuu wa vituo na wakuu wa polisi mkoa au Tanzania nzima, wakubwa, naombeni muingie sana kwenye vituo vya polisi. Kuna maskari wanawashikilia watu kwa siku za kutosha, hasa tunapoonekana aidha mahabusu hana mpunga, hana fedha, basi anatunzwa pale kama kiroboto, anatunzwa kama kunguni kwa siku za kutosha. Ila wale wenye hela walikuwa na kasi kuchacha natoka. Sasa mimi nafahamu utu wa mtu uko juu ya fedha, na hiyo ni ishara kwamba viongozi nyinyi mmetanguliza fedha kuliko utu. Lakini wewe jua mwanadamu ana thamani kuliko fedha, na hiyo fedha ambayo utaitafuta kwa njia hiyo ni laana tu kwa ajili yako na uzao wako. Hiyo ni laana. Msiwatese watu kwa sura kama hiyo, msiwaweke siku nyingi ili hali hawana hatia. Bora mwapeleke mahakamani, kule ndo kwenye haki. Kama ni mtu kwenda kusomewa sitaka afungwe, bora akafungwe kule kuliko mtu unamweka kwenye kituo cha polisi kwa miezi ya kutosha, na yani bila kujulikana mwafaka wa jambo lake. Na wengi hawajakosea, wengi wamesingiziwa tu. Naomba sana wahusika, wakuu wa vituo vya polisi, ma-RCO, wakuu wa majeshi ya upelelezi polisi, naomba sana piteni kwenye vituo vya polisi. Kuna baadhi ya maaskari wenu wanawashikilia watu kwa namna ya kikatili sana. Wanadamu muone kama unavyojiona wewe, mpende mtu mwingine kama unavyojipenda wewe. Usilopenda ufanyiwe wewe, mtoto wako, mke wako, mzazi wako, wewe askari, wewe RCO, wewe kiongozi yoyote, usiopenda ufanyiwe wewe na jamii yako, basi usipende kuwafanyia wengine. Kumbuka wanapoumia hao, wanavyoumia hivyo, naamini hata ungekuwa wewe au mtoto wako angeumia hivyo. Na bahati mbaya vituo hivyo hatujawahi kuona watoto wenu wakiwekwa. Kwani watoto wenu hawakosei? Nyinyi hamkosei, kwa nini nyinyi amwekwi humo? Hivi vituo sio kwa ajili ya watu maskini tu, hapana. Msifanye kwa watu wa Mungu, msifanye hivyo. Kilio changu ni hiki, machozi yangu na uchungu wangu kwa yote niliyoshuhudia mahabusu mle pale Mtumba, karibia Chamwino Ikulu pale, Ihumwa pale, Central pale, Mkuungu pale, sababu nilihamishwa kwa sura kama hiyo huku mwishoni ambapo nilikuwa naelekea kutoka. Nimeshuhudia ukatili mkubwa sana. Nikukumbushe, mwanadamu unapita, kiongozi wewe unapita, wewe polisi unapita, RCO wewe unapita, rais wewe unapita. Usijisahau, usimfanyie mwanadamu mwenzako mambo ya ukatili kwa sababu ya leo huko juu. Kuna kushuka chini, ujui maisha ni leo na kesho. Tenda wema kwa ajili yako mwenyewe, lakini pia ubaya ni kwa ajili yako mwenyewe. Tanzania hatuna amani. Tanzania tunaomboleza. Tanzania viongozi, mruhusu sauti ya watu wa Mungu. Lakini kama mtaendelea kushupaza shingo kwamba kila anayejaribu kuongea kupinga dhuluma na uonevu mlionao mnamteka au kumuua, aishivyo Mungu wa mbingu na nchi, CCM kuanguka, mtaanguka tu, na malipo ya yote haya yapo. Mungu hata nyamaza kwa ajili ya taifa lake na watu wake. Tanzania hata nyamaza. Anaona uchungu huu wote, anaona machozi haya yote, anauona ukatili huu wote ambao mnawafanyia Watanganyika wasio na hatia. Damu zote ambazo mmezimwaga, aishivyo Bwana, mtazilipa. Mmeua watu kwa namna mbalimbali, mtazilipa kama hamtakubali kutii, kunyenyekea, kushuka, kutubu, kugeuka. Mjue kwamba mwisho wa yote haya na malipo ya yote haya unakuja. Justice is coming in Tanzania. Haki inakuja Tanzania. Yeyote uliye nyuma ya dhuluma, askari yoyote, uliye kitengo chochote, diwani, mbunge, rais, yeyote uliye nyuma ya dhuluma, ufahamu hakika yako hautakosa malipo ya uovu huu na dhuluma hiyo ambayo leo unawafanyia Watanganyika ili ulinde cheo chako, ili upate ulaji fulani. Mahabusu msiwatese. Mimi ni mahabusu, nimekaa mahabusu siku 43. Na hapa sijui, kwa sababu inawezekana ikatokea lolote, kwa sababu sitaacha maisha haya. Sitaacha moyo huu wa haki. Sitaacha. Ili hali taifa langu litaendelea kuwa kwenye sura kama hii. Sitanyamaza. Na hii ndio maana ya uhubiri. Imeandikwa kwamba lieni na wanaolia. Uhubiri sio
kusanya sadaka na mafungu ya 10 au kujaza watu makanisani ambao ni waovu, hawajaacha dhambi. Hapana, uhubiri ni kuwa na huruma dhidi ya watu wanaoonewa. Katika Misali 31 mstari wa 8 anasema kwamba fumbua kinywa chako kwa ajili yake yeye aliye bubu. Umsaidie aliyeonewa, mtetee mjane, piga kelele kwa ajili ya watu waliodhulumiwa. Mwambie watu makosa yao, mwambie anayedhulumu, anayeua, anayeteka watu waache kuteka watu. Hiyo ndio kazi ya mhubiri. Na mimi Mchungaji Martin nitaishi kwa sura kama hiyo. Biblia hii ni kitabu kinachotetea haki. Biblia hii ni kitabu kinachohamasisha watu tutende haki. Tusiishi kwa kuoneana, kudhulumiana, kutapeliana. Biblia hii inahamasisha usawa. Mpende mtu mwingine kama unavyojipenda wewe. Mtoto wa mwenzako ni mtoto wako. Mzazi wa mwenzako ni mzazi wako. Mme wa mwenzako ni ndugu yako. Rafiki wa mwenzako ni ndugu yako. Hivyo muone kama unavyojiona wewe. Mpende kama unavyojipenda wewe, kama unavyompenda mzazi wako, ndugu wako, dada yako, shangazi yako. Mpende. Na maisha hayo tukiyaishi tutafanikiwa. Lakini nje na hapo, kama tutaendelea kuishi katika hali ya ukatili hii mlionao viongozi, Tanzania hatuko salama. Hatuko salama. Anyway, ya kwangu ni machache hayo niliyoongea. Na hii ni sauti ya mtu aliaye kutoka mahabusu siku 43. Na kabla ya hapo ilikuwa ni sauti ya mtoto wa simba. Anasema kwamba itengenezeni njia ya Bwana, enyosheni mapito yake. Mungu mhukumu wa haki yuaja, naye anakuja kumlipa mtu sawa na matendo yake. Heri mtu ambaye utafungwa, utateswa kwa sababu ya haki, ili upate kupumzika baada ya taabu yako. Na hii ndio maana ya neno Maranatha. Amen.